Bandari ya Maruhubi imeendelea kupiga hatua katika shughuli zake, huku meli nyingi za mizigo zikiendelea kutumia bandari hiyo kushusha mizigo. Hatua hiyo imeelezwa kusaidia kupunguza msongamano wa meli za mizigo uliokuwa ukijitokeza katika bandari ya Malindi. Hayo yameelezwa na wasimamizi wa bandari ya Maruhubi wakati bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar ZMA ilipofanya ziara ya kutembelea na kukagua shughuli za bandari hiyo. Operation imeanza tarehe 4 mwezi wa 5 na mpaka sasa hivi tumekuwa na meli ambazo zimekuja na kuondoka zaidi ya 201 toka tulivyoanza tarehe 4 mwezi wa 5. Tulianza na Azam, ndo walikuwa wadau wetu wakubwa, lakini baadaye baada ya kufunga kule Malindi kwa zile LCT wote wamehamia hapa. Kwa hiyo so far meli zote ambazo zinakwenda Malindi zimeshafika hapa at least once. Kuna ambao zimekuja zaidi ya mara 50, lakini at least kila meli imeshafika hapa. Ukikompare na Malindi, hapa pako very efficient kwa sababu kwanza tuna eneo kubwa. Kwa hiyo ule msongamano wa kule Malindi hapa hatuna, kwa sababu magari yanakuja hapa yanapakiwa pale kwenye marshalling area ambayo tutakwenda kupaona kama muda unaruhusu, ikisubiri meli kufika. Meli inapofika magari yanatoka, yanapita pale kwenye mizani, tunayapima kuconfirm weight, kwa sababu kwa mfano kuna baadhi ya meli ambazo zinakuja labda na kokoto au mchanga, anakuambia meli yangu ina tani 200 au 250, lakini hapa we have to confirm kwa sababu walishazoea Malindi kule hatuna mizani. Kwa hiyo mtu anakuambia nina tani 200, anachajiwa tani 200, lakini hapa we have to measure every single truck. Kutokana sasa na hizi infrastructure ambazo tumeweka hapa, hata ile efficiency ya operations zetu zimeongezeka significant. Kwa mfano meli ya Azam, nitakupa kwa mfano Komoro 1 au Komoro 2, ilikuwa ikija Malindi pale labda na kushusha na kupakia inachukua takriban an hour and a half mpaka masaa mawili, lakini nawahakikisheni hapa ikija ndani ya dakika 45 tunashusha na kupakia na meli ishaondoka, unless imeamua tu kufanya bunkering. Yetu kila kitu kiwe automated hapa, kila kitu kinachofanyika kiwe automated. Hakuna security kuangalia, hakuna kufungua geti, hakuna kupima kwa mkono. Pale tayari tuna weighing bridge, lakini tunaleta laser za CBM vile vile. Kwa gari likifika linapigwa CBM, linapigwa na weight. Na tunao mandate ya kuchagua tuchaji kwa CBM au tutaji kwa weight. Kama mnavyojua bandari imechukua hela nyingi sana, tuwezi kusema kujenga. Na hela zote hizo zimetoka through DEFCO wenyewe. Kwa hiyo na hela wengi mnaelewa kwamba hakuna mtu atakuwa na hela zote hizo. Kwa hiyo tuna due ambazo pia tunatakiwa tuziweke. Kwa every sense ina matter kwetu. Ndio maana tunataka kufanya system yote integrated. Kwa hakuna mtu anaweza kuja kusema hebu fanya hili au fanya lile. Akija hapa anaingia pale, analipa, anapigwa nani plate number na kamera zile. Akitoka hapo kamera ina check plate number, inajua huyu pale kisha lipa, inafunguliwa, inaenda. Hakutani na mtu. Tutafanya kazi tukula kuweka kamba na nini, lakini ulobaki kote kishapakiwa natoka moja kwa moja inaenda zake. Katika ziara hiyo, bodi ya wakurugenzi ya ZMA pia imekagua ujenzi wa bandari ya Fumba, ambapo imeelezwa kuwa mradi huo umefikia hatua nzuri. Aidha, meneja mkuu wa Fumba Port ndugu Zamzam Hassan Mwinyi amesema kuwa mashirikiano baina yao na wananchi yameimarishwa na fidia zinatolewa ili kupisha shughuli za mradi huo. Mashirikiano yetu na wananchi yako mazuri. Hakuna mwananchi yoyote aliyevunjiwa nyumba akawa hajalipwa. Valuations zinafanywa, tunafanya kazi vizuri na ZIPA na ZPC. Valuations zinafanywa na watu wanalipwa compensation, na kwa wote ambao wamevunjiwa tayari walishalipwa. Ambao bado wapo wameshapewa information, kwa sababu sisi tunaenda kwenye expansion, bandari inahitaji eneo zaidi. Hawa wote waliobaki tayari wameshapewa information na serikali chini ya ZIPA inafanya valuation ili kuwalipa watu, lakini hakuna mtu yoyote ambaye ametolewa hajalipwa, na hakuna mashirikiano yoyote ambayo yamevunjika au hayakufanyika mpaka sasa. Kwa hiyo ushirikiano wetu na wananchi mpaka sasa ni mzuri. Hakuna lalamiko lilokuja kwetu kwamba mtu amedhulumiwa, hakuna lalamiko lote ambalo limekuja kwetu kwamba mtu amepata tabu. Naye mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya usafiri baharini amewataka watendaji wa mradi wa bandari ya Fumba kuhakikisha wanashirikiana na mamlaka ya usafiri baharini ZMA katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za mradi huo. Tuendeleeni, lakini kupongezwa hivi sio kwamba manake tuache kufanya kazi kwa bidii. Tumeaminiwa na Mheshimiwa Rais tuweze kufanya. Mheshimiwa Rais katoa ahadi kwa jamii
kwa wananchi, kwa nchi hii, kwamba ataitumikia na ataacha alama, na vitu ambavyo anataka kuacha alama vile vile ni economical growth. Tusimwangushe kwa sababu tukimwangusha yeye tumeiangusha jamii, tumeiangusha nchi yetu. Kwa hiyo tuendeleeni kumwekea na kumjengea heshima kwamba katuamini, kasema fumba pote wanaweza, acha niwape hii mradi, tutekeleze mradi huu kwa ufanisi mkubwa. ZPC nasisitiza tena, ZPC muko hapa tayari nyinyi mshakuwepo, lakini ZMW hawapo. ZMW manake tutakuja kujua changamoto kwa kwenye kikao, either mnakaa nyuma au hamupewe taarifa au hamuarifiwi, wakati nyinyi ndio regulator wa vyombo hivi vya baharini. Sawa? Kwa ni kuombeni sana, kama alivyosisitiza juzi katika ziara yetu, tukaeni kwa pamoja. Hizi ni taasisi mbili ambazo zinatakiwa kufanya kazi kwa pamoja sana. Huna uwezo wewe ZPC kuepuka ZMW, huna uwezo huo. ZMW anaweza akakustopisha usifanye kazi, akwambia zuia kwanza usifanye kazi, lakini wewe huna uwezo wa kumwepuka. Kwa hiyo kaa naye regulator aweze kukusimamia vizuri, muweze kuenda vizuri, ili wawekezaji kama leo hapa anasema huyu akija akistopisha, unamtia hatiani, unamtia kwenye matatizo mwekezaji ambaye hana shida yote, lakini shida ni sisi wenyewe ndani. Kwa shida hizi zisitokee tena. ZPC tusende tena baada ya ziara hii, tukija tukisikia tena kuna jambo hajashirikishwa ZMW, na baada ya kikao chetu tutakachokifanya, hiyo itakuwa nyinyi mnafanya kusudi. Itabidi sasa sisi kama taasisi tuwachukulie hatua. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali, kwa kutambua umuhimu wa suala hili, imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yani control number anayotakiwa kulipia, si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.